ambayo tumeyatekeleza kwa kipindi chote. Make mimi niko mwishoni kumalizia ngo yangu, imebakia kama siku kama 37. Mtanisaidia? Kama 37 au 36. Ndizo siku ambazo nimebaki nazo. Sasa nikaona sio vizuri nikachikichia kama watu wengine waliokuwa wanachikichia bila kuaga wananchi. Nikaona nikae na wananchi wa kata ya Ndala niweze kueleza yale ambayo tumefanikiwa, lakini pia na yale ambayo tunaendelea nayo. Lakini pia wajue kwenye kata yao kuna kipi, kuna changamoto ipi, si ndio? Lakini tuna faida gani? Ndugu zangu, mimi niseme kwa kweli, kwa upendo na kwa moyo wa furaha, ninamshukuru Mungu. Nimekuwa nanyi kwa miaka 4, huu ni wa 5. Naenda kumalizia muda wangu. Nimekuwa nanyi kwa muda wote. Tumeshirikiana kwa shida mbalimbali, tumeshirikiana kwa raha mbalimbali ambazo zimekuwepo kwenye mtaa wetu. Lakini pia tumetatua changamoto mbalimbali nikishirikiana na ofisi ya mtendaji wa kata, lakini pia tukishirikiana na ofisi za wenye viti wa mtaa. Naomba mwapigeni makofi. Wenye viti hawa wamefanya kazi kubwa mno, na ndio maana wamewarudisha madarakani, na tuna imani nao kwa namna wanavyowajua na kwa namna wanavyochapa kazi. Naomba niseme, wakati nasimama kuomba kula, kuna vitu kadhaa ambavyo niliviahidi kwamba mkinipa nafasi nitavisimamia, nitavitekeleza kwa nafasi yangu kama diwani. Ndala oye! Kina mama oye! Baba unguruma! Lakini naomba wananchi wa kata Ndala mnisikilize kwenye upande wa elimu. Mimi kwenye upande wa elimu, wakati nasimama, najua nimesimama sana kwenye eneo la Kiango, ndio tulikuwa fanyia mikutano mingi. Niliahidi upande wa elimu, nikasema shule ya sekondari Ndala haina matundu ya vyoo. Kulikuwa kuna matundu 4, kiasi kwamba watoto walikuwa wanapanga foreni ule muda wa mapumziko, kiasi kwamba kilikuwa kinawaathiri watoto wa shule, wanashindwa kupata elimu vizuri kutokana na matundu kuwa machache, wakipanga foreni kwenda vyooni kupata hiyo huduma. Niseme kwa upande wa elimu, shule ya sekondari Ndala, kwanza kabisa mwaka wa 21 tumekamilisha chumba cha maabara cha sayansi milioni 30 tumepokea kutoka serikali kuu, na chumba hiki kinatumika. Piga makofi kwa Daktari Samia. Lakini pia kama mnakumbuka, tulikuwa na mchango wa kujenga chumba cha darasa kimoja, tulichangi 10,000. Si mnakumbuka? Tulichangia wananchi. Lakini pesa iliyopungua ambayo tulipokea kutoka halmashauri ya manispaa Shinyanga, tulipokea milioni 5,420,000 halmashauri ya manispaa Shinyanga. Ipigeni makofi. Chumba hiki kilikamilika na watoto wanakitumia. Lakini pia mimi niliahidi matundu ya vyoo kwa ajili ya watoto wa shule. Tumefanikiwa kujenga matundu 12 yenye thamani milioni 13,200,000 kutoka serikali kuu. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tuliendelea kupokea pesa. Tumepokea shilingi milioni 40 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 2 yakiwemo na viti 80. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tuliendelea kupokea pesa
tulipokea ilikuwa 2023 milioni 80 kwa ajili ya madarasa manne shule ya sekondari Ndala. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia ndugu zangu, shule ya msingi Msufini tulipokea shilingi milioni 15 kukamilisha darasa moja ambalo na sisi wananchi tulichangia. Kwa hiyo halmashauri ilileta milioni 15 kwa ajili kukamilisha lile darasa ili liweze kukamilika. Pigeni makofi halmashauri yenu manispaa ya Shinyanga. Lakini pia tumepokea shilingi milioni 78 kwa ajili ya madarasa matatu shule ya msingi Msufini ambayo iko kata ya Ndala na ndiko watoto wetu wanakosomea. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tumepokea shilingi milioni 6,600,000 kwa ajili ya ujenzi matundu ya vyoo shule ya msingi Msufini. Pigeni makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Jumla ambayo tumepokea kwa kipindi chote hiki ambacho mimi nimekuwepo, tumepokea shilingi milioni 276,120,000. Sijaona makofi. Ndugu zangu, haya ni maendeleo makubwa sana, pamoja na matokeo ambayo amesimama afisa elimu akaelezea matokeo ambayo yanatokea shule ya sekondari na msingi, kwamba kata ya Ndala tunafanya vizuri. Tunafanya vizuri kwa sababu ya mazingira pia ya shule yetu. Mazingira ni mazuri. Serikali imetusaidia sana. Mimi niliahidi kidogo, lakini yaliyotekelezwa ni mambo mengi sana. Kwa kipindi chote huku hakuna mwananchi ambaye amechangishwa kwamba changia elimu. Mtoto anasoma bure. Dawati hanunui. Madarasa yamejengwa, kila kitu, huduma zote za shule zimepatikana pale. Ndio maana shule zetu zinafanya vizuri. Ni kutokana na mazingira ya shule. Ndala wewe. Ndugu zangu, nataka niwaambieni. Wewe maskini ambaye unasomesha shule ya Ndala na yule ambaye anasomesha shule ya Kom au anayesomesha Litotresha, si mnasikiaga? Au anayesomesha Savana, hatuna utofauti, kwa sababu shule yetu inafanya vizuri. Unajua kama unacho ukione, lakini siku nilipoteza utajua kwamba kile nilichokuwa nacho kumbe ilikuwa ni dhahabu. Kwa nataka niwaambie wananchi wa kata ya Ndala, kata zetu zinazotuzunguka wote wanakimbiza watoto wao kuwaleta shule yetu ya Ndala sekondari. Lakini nataka niwaambie, hii shule ni ya kwetu. Wa kuweka misimamo ni sisi, kwamba tunataka hivi, tunataka hivi, tunataka hivi, kwa sababu ni faida kwa watoto wetu. Ndala wewe. Kwa hiyo shule hizi za kwetu lazima tuziangalie kama tunu ya kwetu, kwa sababu ni maisha ya watoto wetu ya baadaye. Ndala wewe. Lakini pia kwenye upande wa elimu, mimi nikiwa mwenyekiti, lakini nikiwa na wenye viti wangu wa serikali za mitaa, ina maana ni ODC, tukiwa na wataalamu, tulikaa tukatafakari sana. Shule ya msingi Msufini haifanyi vizuri. Tufanyeje ili shule hii ifanye vizuri? Tuliwaza sana, tukiomba walimu hawapo. Tukawaza kwamba tujenge Msufini B ili tuweze kupata walimu watakaoajiriwa pale, ili ile shule ya msingi tuweze kuwahamisha kwenye hii shule ya Msufini B. Kwa hiyo
tukaanzisha mchakato wa kujenga shule ya Msufini B pamoja na wenyeviti wa serikali za mitaa. Tuliwachangisha, kama mnakumbuka, tulikuwa tunachangia 1,700. Tumejenga, tuko hatua ya renta, gharama yake mpaka sasa ina milioni 9,300,000, ikiwa ni pamoja na mfuko wa jimbo. Ndara oye! Ndara safi! Hapo vipi? Ndugu zangu, kwenye upande wa elimu tumepiga hatua kubwa sana kata Ndara. Naomba tushirikiane kuanzia shule ya msingi Msufini, lakini pia na shule yetu ya sekondari Ndara, ili watoto wetu waendelee kufanya vizuri, lakini ndio hazina yetu ya kesho. Sisi tunazeeka, tunategemea watoto wetu. Hivi niwaulize ndugu zangu, mtoto amekuwa mvuta bangi, atakusaidia? Mtoto amekuwa shoga, atakusaidia? Kumbe tunatakiwa tuwekeze kwenye elimu. Yaani ni heri mtoto umwone nyumbani hana ajira lakini ni msomi. Hana ajira lakini ni msomi, ana vitu vingi ambavyo anavijua kuliko wewe mzazi. Kwa hiyo naombeni sana ndugu zangu, tuwasaidie watoto wetu wasome, tuwasimamie kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Ndara oye! Lakini niendelee kusema upande wa miundombinu tuna mambo mengi ambayo tumetekeleza, japokuwa kuna changamoto za barabara zetu kuharibika. Lakini nataka niseme kuhusu hili, serikali ya Mama Samia iliyoko madarakani, barabara zetu naziona. Tumeshaleta wataalamu, wameshazunguka, wameshaona changamoto zilivyo. Kwa hiyo zimeshawasilishwa serikali kuu, wana taarifa muda wote, saa yoyote watakuja kurekebisha barabara zetu. Ndara oye! Lakini huko nyuma tuna mambo mengi ambayo tumeyatekeleza. Mtaa wa Banduka tulijenga makaravati mawili na mitaro mita 200 yenye thamani milioni 26. Lakini mtaa wa Mabundu tulichonga kilomita 1 na karavati 1 yenye thamani milioni 4,700,000. Tukachonga barabara ya 0.5 mtaa Mlepa, tulitumia 600,000. Mtaa Mlepa pia tulichonga barabara kilomita 1 yenye thamani milioni 1,200,000. Mtaa wa Ndara tulichonga barabara kilomita 1 yenye thamani milioni 1,200,000. Lakini pia mtaa wa Mlepa tulichonga barabara yenye thamani ya 720,000. Mtaa wa Mlepa tulichonga barabara yenye thamani ya milioni 1,200,000. Hii ni barabara ya Shireku. Lakini pia mtaa wa Mlepa tulichonga barabara yenye thamani 720,000. Lakini mtaa wa Ndara hii ni pipe bomba la Mchina. Barabara hii ambayo inakwenda shule ya msingi Msufini tulichonga kwa 720,000. Lakini pia mtaa wa Mapinduzi thamani milioni 3,500,000. Lakini mtaa wa Mabundu tulichonga barabara 0.4 yenye 440,000. Lakini pia mtaa wa Mabundu tulichonga barabara 0.9 yenye milioni 1,800,000. Lakini pia mtaa wa Mabundu tulichonga na kuweka changarawe 0.38 yenye thamani ya 400,000 ya milioni 4,180,000. Lakini pia mtaa wa Mapinduzi tulijenga karavati. Na ujenzi wa mitaro mita 100 yenye thamani milioni 13,678,400. Lakini pia mtaa wa Mabundu tulijenga karavati 1, ujenzi wa mtaro mita 50 yenye thamani milioni 879,200,000. Lakini pia ujenzi wa mtaro mita 80 Mlepa thamani milioni 7,597,000.
100 na ujenzi wa mtaro wa mita 100 yenye thamani milioni 13,274. Banduka ujenzi wa karavati 1, ujenzi wa mtaro mita 100 thamani milioni 13,274. Ukarabati wa mtaro barabara ya kutoka Kambarage milioni 4,882. Ujenzi wa daraja la Ndala Mwasele ambalo lina thamani milioni 1,252,840. Ndala ndugu zangu, kwenye upande wa miundombinu tumetumia zaidi ya milioni 400. Milioni 400 kwa kipindi chote hiki. Lakini wakati mimi niliahidi kujenga kivuko cha kutoka Ndala kuingia Mwasele, kwa sababu tuna watoto ambao wanatoka kule wanasoma huku kwetu, lakini na sisi tuna huduma kwenye kata ya Kambarage. Ndala Ndala safi. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwenye upande wa elimu na miundombinu tumeenda zaidi ya kile ambacho tumekiahidi. Ndala safi. Lakini pia ndugu zangu, kwenye upande wa mikopo ya vikundi, nataka niwaambie mikopo hii ipo kabisa. Ni wewe mwenyewe namna gani unaweza kufuatilia. Kuna watu ambao wamenufaika kata Ndala. Tuna vikundi kama 5 ambavyo vimepatiwa mkopo. Kule nyuma kulikuwa kuna vikundi viwili. Kulikuwa kuna kikundi cha watu wa lishe, tulikuwa na kikundi cha wafuga kuku. Wote hao walipokea mikopo. Lakini kwa kipindi hiki kuanzia mwezi wa kwanza mpaka leo wamepata mkopo wa vikundi 3. Tuna kikundi cha mlemavu mmoja amepata milioni 20. Lakini tuna kikundi kingine cha wamama wamepata milioni 27. Lakini pia tuna kikundi cha bodaboda kata ya Ndala wamepokea milioni 23. Ndala kuna watu waamini kwamba hii mikopo ipo. Hivi vikundi vimetoka kata ya Ndala na niliahidi kusimamia. Kwa hiyo nimesimamia, nimetekeleza wajibu. Wale waliohitaji wamepata mikopo. Lakini pia ndugu zangu, sambamba na hayo kuna masuala ya tasafu. Niliahidi kusimamia tasafu na nimesimamia kwa kipindi chote. Yoyote ambaye mlimuibua nyinyi wananchi kwamba anafaa kupata tasafu alipata. Wenye viti wangu ndio wasimamizi wakubwa wanajua. Kama kuna mtu alitokea na changamoto ya malipo yake, tulisimama kilelea, alipokea malipo yake. Ndala hakuna aliyenyanyasika kwenye tasafu ambaye aliibuliwa na wananchi, kwa sababu walengo wa tasafu simteui mimi wala mwenyekiti wala mjumbe wa mwenyekiti, anaibuliwa na wananchi wa eneo husika. Kwa hiyo nyinyi wale ambao mliwaibua wamepata haki yao ya msingi. Hakuna aliyenyanyasika kwenye tasafu hajalipwa. Ndala Lakini pia ndugu zangu, niliahidi nitasimamia ujenzi wa soko la Ndala. Ndala Soko la Ndala ndugu zangu, kwa kweli kumekuwa na changamoto wa upatikanaji wa fedha kutokana na miradi tulionayo kwenye halmashauri ya manispaa Shinyanga. Mmeona masoko mbalimbali ambayo tumeyajenga ni kwa mapato ya ndani. Tumejenga soko la Ibinzamata, tumejenga soko la Mitumba, tumejenga soko la CCM hapo kama mnalijua, soko la mboga mboga ni mapato ya ndani. Tumejenga soko kuu ghorofa 1 ni mapato ya ndani. Lakini pia tumependezesha mji wetu kwa mapato ya ndani. Kwa hiyo soko hili kidogo kumekuwa na changamoto wa upatikanaji wa fedha. Lakini mimi pamoja na viongozi wenzangu tulikaa tukatafakari, soko hili tufanye nini ili liweze kufanya kazi. Halmashauri ilitupangia bajeti ya milioni 50 na tulipokea milioni 5 kwa ajili ya kuweka mageti. Nyinyi ni mashahidi jamani, kuna mageti hakuna?
Yapo hayapo? Tumeweka mageti yenye thamani ya milioni 5. Lakini kwa juhudi zetu sisi viongozi wenu ambao mlituchagua kwamba tunaweza tukawasaidia, mimi ni diwani nikishirikiana na wenyeviti tumeleta mnada kwenye soko letu la Ndala. Naombeni ndugu zangu wananchi, mtu chake, soko hili ni la kwetu. Soko hili tulitumie siku ya Jumatano, twende tukapate mahitaji mbalimbali. Kama una uwezo kwenda kuhemea chakula cha wiki nzima, nenda kaomee soko la Ndala. Tuwatie joto wale watu ambao wanaleta bidhaa zao kwenye soko letu. Ndala oye! Ndala safi! Hiyo yote ni juhudi ya kuinua uchumi wa kata ya Ndala. Lakini ni kuinua uchumi wa wakazi wa kata ya Ndala. Tumejenga majengo yetu kwa muda mrefu, yamekuwa magofu. Sasa niwaombeni tujitoe, tukahemea kwenye soko letu. Ili soko letu tulitie joto. Wale wanaoleta bidhaa zao tuhemee, tukanunue mitumba, tukanunue special, kwa sababu ukienda pale kila kitu kipo. Ndala oye! Ndugu zangu, naombeni sana. Lakini pia tuna soko letu liko hapa. Ili soko bado lipo. Ili eneo letu la soko bado lipo. Na tayari nimeshaanza mchakato kufuatilia ili wananchi wa hili eneo waweze kulipwa fidia. Nimeshaanza tayari. Nimeshapeleka kwenye vikao, halmashauri linafanywa kazi. Lakini pia ndugu zangu, kwenye sekta ya afya, eneo letu la kituo cha afya ambao ni eneo lililotengwa mahususi kwa wananchi wa kata ya Ndala, lilikuwa bado fidia haijakamilika. Nataka niwaambie ndugu zangu, eneo letu fidia tumelipa, hamna mtu anayedai. Tumepambana, mimi na mwenyekiti wa mtaa huu, tumekwenda site ambako wananchi wetu wanaenda kulipwa maeneo hayo. Tumeenda Negezi, tumeenda Chibe, tumehakikisha wamepata haki yao ya msingi. Kwa eneo letu liko wazi. Mwenyezi Mungu akitujalia huko tuendako, kwa sababu kipindi hiki ni cha uchaguzi. Huko tuendako, aidha mwakani, tuna ajenda yetu ya kujenga zahanati au kituo cha afya kata yetu ya Ndala. Tunataka zile huduma ndogo ndogo, mtu amebanwa usiku apate huduma hapa karibu. Kwa hiyo eneo letu liko tayari kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiyo tujiandae kwa hilo. Kama nitakuwepo au kama kuna mtu mwingine atakuwepo, basi atalisimamia jambo hili. Tuhakikishe tunajenga kituo cha afya katika eneo letu. Na sioni wananchi wa Ndala kama mnafurahia jambo hili. Sijaona. Sijui mnataka nini. Mimi sijui. Unajua, sisi viongozi ambao mnaotuchagua, sisi ni wajibu wetu kufanya mikutano. Unakuja, uje, sisi haituhusu. Msije mkata. Lakini pia ndugu zangu, kwenye upande wa ardhi, leo tulitamani kuwa na wataalamu wa ardhi. Lakini wataalamu wa ardhi wamepata dharura, hawajafika. Lakini mimi mliyenichagua kuwawakilisha, taarifa zote ninazo kwa sababu mimi ndo naifuatilia. Kwanza mtaa wa Mlepa tulikuwa na changamoto ya urasimishaji wa viwanja. Ule mtaa tumeurasimisha mtaa wote. Mwenye kutaka namba afate viongozi waliochaguliwa. Yule ambaye hajapata, lakini yule ambaye anahitaji, wote wameshapewa namba kwa ajili ya kutengeneza hati. Kwa hiyo mtaa wa Mlepa tumemaliza. Mwenyekiti, si ndio? Tumemaliza changamoto ya mtaa wa Mlepa kwa ajili ya kurasimisha viwanja. Lakini mtaa wa Mabundu, ule mtaa wote ulikuwa hujarasimishwa pia kupitia mradi wa World Bank. Hakuna mwananchi aliyechangishwa mtaa huu. Huu mtaa umerasimishwa bure. Pesa inalipwa na World Bank. Kila mwananchi amelipiwa 130,000. Mwabundu oye! Hata hawapo. Mwabundu oye!
Kwa wananchi wamepewa namba bure. Hakuna mwananchi aliyechangishwa. Zaidi ya viwanja 1200 ambao wamepewa viwanja mtaa ule. Lakini mtaa wa Mlepa tumerasimisha viwanja 1050. Mwabundu 1212. Hivi viwanja vimerasimishwa bure. Kwa hiyo changamoto mitaa hiyo tumemaliza. Tunakuja mtaa wa Ndara. Mtaa wa Ndara niliahidi kwamba nitasimamia wananchi waweze kulipwa, waweze kupewa namba zao za viwanja, kwa sababu walichangia milioni 12. Kipindi hicho alikuwepo mkurugenzi mwingine lakini alishaondoka. Sasa leo tumefanya mkutano hapa hususan kuwapa taarifa za namba mtaa wa Ndara. Ndara oye! Ndara mpo? Ndugu zangu wananchi wa mtaa wa Ndara, niliwaahidi kusimamia jambo hili, kuhakikisha mmepewa namba. Lakini kabla ya namba kulikuwa na changamoto ya mwingiliano wa viwanja. Zile changamoto ndogo ndogo tumezitatua na mwenyekiti, tumemaliza. Wale walioko barabarani tumewaweka sawa, changamoto imeisha. Ramani sasa imekamilika. Siku ya kesho, leo tarehe 21, kesho tarehe 22, wale mnaoishi eneo la Anglikana, naomba msiondoke nyumbani. Anglikana mpo? Naomba mikono niwaone. Sasa niwaambie ndugu zangu wananchi, mnaweza mkaona shida hapa ule, yani lile eneo wako watu 4. Kesho mtaalamu mimi namleta kutoka manispaa, namleta hapo kwa ajili ya kukupa namba, alafu wewe mwananchi haupo. Huyu mtaalamu afanye nini? Wakati mwingine mnatuonea kabisa. Kesho wataalamu wako mtaa ule kwa ajili ya kugawa namba. Na kuna siku za nyuma walikuja huku chini karibia na kwangu kule kuja kugawa namba. Hawakukuta wananchi. Lakini nikasema leo tufanye mkutano wa hadhara ili tuwaambie wananchi wa mtaa wa Ndara kwamba kesho wataalamu wanaingia kugawa namba. Kwa tulitamani wananchi wa mtaa huu wote wawepo hapa ili wasikie, lakini leo hawapo. Sijui hili zoezi linaendaje. Sasa jamani, mimi na makosa kwenu? Hapana. Mtanilaumu? Si nimetimiza wajibu wangu? Mtaalamu wa manispaa, nataka niwaambieni ndugu zangu, hiki kiberiti changu hiki, si mnakiona? Kimebeba wataalamu sana kuwaleta Ndara kuja kutatua changamoto za kata ya Ndara kwa gharama zangu, sio gharama ya halmashauri. Na ni kwa sababu mmeniamini. Na mimi natumia uaminifu ambao mlionipa. Mwenyekiti anajua nimebeba wataalamu sana, usafiri ni shida. Sasa kesho mkurugenzi anawaambia hivi, gari ya mapato iende Ndara. Inaleta wataalamu, wananchi hampo. Hivi siku nyingine tairuhusu tena? Ndara oye! Ndara zi! Sasa hebu tuambizane ukweli. Tunafanyaje sasa? Ili wananchi waweze kupata taarifa wakae majumbani. Ili wataalamu watakapopita waanze kugawa namba. Na wewe mwananchi upo? Na leo hawapo wananchi. Tunafanyaje? Mimi naombeni tu niseme, mwenyekiti, upo, haupo, sihitaji lawama. Ukihitaji namba utapanda, kama ni boda, kama ni daladala, utaenda manispaa. Utaenda kuifuata kule, kwa sababu sisi viongozi wenu tunarahisisha ili wananchi wetu wasipate shida. Tuwaletee taarifa wananchi hawapo. Kesho wataalamu watakuja, mwenyekiti. Watakuja eneo la Anglikana. Kwa hiyo kuanzia kesho ni zoezi ambalo litaendelea. Kwamba sio kwamba itaishia kesho. Litakuwa ni zoezi ambalo linaendelea mpaka atakapomaliza mtaa wote wa Ndara. Kwa hiyo niwaombeni ndugu zangu, nitoe wito kwenu, mkawaambie majirani, mkawaambie marafiki, ambaye hata kuwepo namba taifuata manispaa Shinyanga. Ila mimi nimefanyaje? Nimemaliza. Ndara oye!
Na mwenyekiti, nataka nikwambie, nimejipanga hizi siku zilizobaki, na hakikisha wataalamu umemaliza mtaa wa Ndara. Sitoacha Kipolo. Kipolo ni cha kwako, sio cha kwangu. Ni cha kwako. Ila mimi nitamaliza. Nitatimiza wajibu wangu kama kiongozi wenu mlioniamini. Wewe mwenyekiti, ujiandae kwa hilo. Kesho na watuma wataalamu. Sawa? Kesho tunaingia site kugawa namba. Lakini pia ndugu zangu, upande wa umeme niliahidi mtaa wa Ndara. Jamani, nguzo zimekuja hazijaja? Zimekuja hazijaja? Kabla sijamaliza muda wangu, tayari mtandao wa umeme utakuwa umekamilika. Sasa ni wewe mwenyewe ujipange kuvuta umeme kuingiza ndani mwako. Nilikuwa na malalamiko mengi kwamba kuna wananchi wana ma-TV, sijui wana mabufa, mwisho yanavundia ndani. Sasa yasivunde. Yasivunde. Umeme umefika. Jiandae kwenda kulipia. Nguzo tumetandaza, kazi inaendelea. Hizi siku zilizobaki nitahakikisha nyaya zimepanda. Kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, maneno yalikuwa mengi sana. Amepeleka umeme msikitini, sijui amepeleka kwake, sijui amepeleka wapi. Nayo mengi sana ya kuzungumza wananchi. Lakini yale niliyoyasema, si ndio haya? Nguzo si zimekuja? Nikawaambia tuwe na moyo wa subira. Tusubirie, wakati ukifika utasema. Kwa hiyo nguzo zimekuja, zimetandazwa, mwenyekiti anasimamia. Kama una changamoto, kama una shida yoyote, mwenyekiti yupo. Mimi nipo. Jamani, raha sio raha? Au mnataka viongozi gani? Wa aina gani? Mnataka wa namna gani? Maana kweli tuna mapungufu, lakini kwa kweli tunamshukuru Mungu, tumefanya kazi kubwa sana katika kata hii. Kwa hiyo kama una changamoto, tuambie. Nguzo haijafika, tufikie, ili tuone namna gani nguzo zinafika kwenye maeneo yako. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kweli mimi nawashukuruni sana. Lakini pia wakati wataalamu wetu wanajitambulisha hapa, kata hii tulikuwa hatuna watendaji. Lakini serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inajua shida za wananchi. Daktari Samia oye! Maendeleo oye! Ametuletea watendaji kwenye maeneo yetu. Kuna mtendaji wa Mlepa amesimama hapa akajitambulisha. Tulikuwa hatuna mtendaji. Lakini mtaa huu wa Ndara tuna Hesa Mbali wa mtaa amekuja kwenu. Kazi kwenu. Mtendaji simama. Asimame. Mtoto wa Kimasai. Hapo vipi? Ndara naona raha Sasa jamani, mnataka Daktari Samia Suluhu Hassan tumpe nini? Tumpe nini? Si tumpe maua yake? Daktari Samia ametuletea watendaji wetu wa kata. Ndugu zangu, hawa watendaji hawajaletwa kwa bahati mbaya. Wamekuja ili tuwatumie. Na hususan mimi nimekuwa nikisimama, tuna mapungufu ya watendaji kwenye kata yangu. Tumesemea sana kwenye changamoto. Tumeletea watendaji kwenye maeneo yetu. Tuwatumie vizuri. Namshukuru Mungu kwenye kata. Unajua hao watendaji ni wa mitaa, wako kwenu. Ila wakata wako kwangu. Si ndio? Sidhani kama kuna mtendaji ambaye ameshajutia kufanya kazi na mimi. Sidhani kama yupo. Watendaji wote waliokuja kata ya Ndara na ofisi yake wako vizuri. Wanafanya kazi kwa uhuru. Hawana watu wa kuwagasigasi, wa kuwasumbua. Kwa hiyo hawa watendaji, ndugu zangu wananchi, muwatumie vizuri. Wakati mwingine ukiivisha chakula, mkaribisha aje ale kwako kwa siku moja, sio mbaya. Hapo vipi? Kwani kuna shida gani ukimkaribisha mtendaji kwako? Kama mtendaji siku ya leo, hebu pata lunch nyumbani kwangu. Hakuna shida. Si ndio Ndara oye! Ni watu
watoto wetu tuwatumie vizuri. Pale wanapokosea tuwaambie mmekosea. Pale wanapofanya vizuri basi tuwapongeze kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Ndala oye! Ndala safi! Maendeleo hapo vipi? Kuna shida? Yaani ndio maana nasema mwenyekiti, yaani kuna watu wakiwa nacho hawakioni. Mimi niwaambieni ndugu zangu, hapa mnavyoniona kuna watu wanatamani mimi niwe diwani wao. Wanatamani, lakini watanipata wapi? Mimi niko Ndala. Kwa hiyo mtutumie ili tuwasaidie. Kama wewe hujaniamini, jirani yako kaniamini. Ndio maana niko hapa. Tuachane na propaganda. Tuachane nazo. Tuangalie maendeleo yanayofanyika kwenye maeneo yetu. Hata mbuyu ulianza kama mchicha, si ndio? Wewe mwenyewe hapa ulipo, kwani ulizaliwa huko hivyo? Haya, maendeleo nyumbani kwako. Ulipozaliwa tukakuwa ulikuta nyumba yako. Si ulienda hatua kwa hatua? Na maendeleo yako hivyo yanakuja hatua kwa hatua. Ndugu zangu, msisikilize propaganda za mitaani. Hazina mantiki kwetu. Hazina faida kwetu. Unapata mchicha wako, unapata tembele lako, unapata bamia lako, hiki ni kipindi cha masika. Unapata msusa wako, unaula umetulia, umerelax, hakuna mtu anayekusumbua. Kuna watu kama msusa hawaupati, wanakuwa wanakimbia. Mnataka tuwe hivyo? Mnapenda iwe hivyo? Nataka nisikie sauti ya wanaume. Maka wenyewe ndio wepesi kukimbia, tunaoadhirika ni sisi kina mama. Kina baba mnataka tuwe hivyo? Sasa kama hamtaki tuwe, mnataka nini? Niwaombeni, lazima tuunge juhudi za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa kwanza mwanamke. Amefanya mambo makubwa sana katika nchi hii. Haya madarasa haya yote ambayo nimesoma hapa, yeye ndio ameleta. Yeye ndio ameleta kata ya Ndala kupitia Zamda Shabani. Hawajui wananchi, lakini anajua wananchi wapo. Mtaa wa Ndala upo katika manispaa Shinyanga. Ndio maana ameleta maeneo katika maeneo yetu. Ni mama mwenye huruma, na siku zote mama na huruma. Uwe mwanaume, uwe mwanamke, unajua upendo wa mama yako aliyekuzaa. Ndala wewe, au unasema uongo? Nani ambaye hajui upendo wa mama yake? Nani asiyejua? Mama yetu ni mkarimu sana. Amefanya mambo mengi sana ya kimataifa na mataifa. Hatuwezi kuyazungumza hapa. Mimi ni diwani tu. Lakini tunayaona, tunayasikia. Tumuunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan ili aendelee kutuletea maendeleo katika maeneo yetu. Haya mapungufu ambayo bado yapo atakuja kuyakamilisha awamu ijayo. Tumpe kura za kutosha ili aendelee kuiongoza nchi yetu ya Tanzania. Ndala oye! East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.